wanatuua? Kwa nini wanatuua? Kwa nini wanatuua? Mwaka wa 2007 wengi walifikiri ilikuwa siasa za kawaida tu. Kulikuwa na matusi ya kisiasa, propaganda, ukabila, mikutano iliyofurugwa na makundi ya vijana waliotumwa na viongozi waliokuwa wakisidi kuwagawa wananchi. Lakini miezi michache baadaye, Kenya ilijikuta katika kipindi cha huzuni, majonzi na hofu ambayo wengi hawatasahau kamwe. Zaidi ya watu 1000 walipoteza maisha yao. Zaidi ya wananchi 600 walifurushwa makwao. Biashara ziliharibiwa, familia zilitengana, na baadhi ya Wakenya hawakurudi tena katika maeneo waliokuwa wameishi kwa miaka mingi. Leo tunapoelekea uchaguzi mkuu, baadhi ya matukio yanaonekana nchini yanawafanya wengi kujiuliza, je, tumefunzwa chochote kutoka mwaka 2007 au tunakaribia kurudi makosa yale yale? Karibu kwenye Mr. Zack. Kama unapenda uchambuzi wa kina kuhusu siasa, historia na masuala yanayogusa Kenya, usisahau kusubscribe, kulike video hii na kuwasha notification ili usikose makala zetu zijazo. Leo hatutazungumzia nani atashinda uchaguzi wa mwaka 2007. Leo tunazungumzia jambo kubwa zaidi kuliko siasa. Tunazungumzia amani, tunazungumzia historia na tunazungumzia wajibu wa kila Mkenya kuhakikisha yaliyotokea mwaka 2007 hayatokei tena. Uchaguzi wa mwaka 2007 ulikuwa miongoni mwa uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa zaidi nchini Kenya. Baada ya matokeo kutangazwa, hali ya kisiasa ilibadilika haraka kuwa machafuko katika maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini ukweli ni kwamba matatizo hayakuanza siku ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Mbegu zilikuwa zimepandwa mapema. Kulikuwa na siasa za ukabila, kulikuwa na lugha za chuki, kulikuwa na viongozi waliogawa wananchi kwa misingi ya makabila, kulikuwa na vijana waliokuwa wakitumiwa kama silaha ya kisiasa. Na hali ilipozidi kuwa mbaya, vurugu zikaanza. Kilichofuata ni majonzi makubwa. Zaidi ya watu 1100 walipoteza maisha. Zaidi ya wananchi 600 walikimbia makazi yao. Maelfu ya nyumba zilichomwa, biashara ziliharibiwa, familia zilitengana. Wengine walipoteza kila kitu walichokuwa wamejijenga kwa maisha yao yote ndani ya siku chache tu. Kama ulizaliwa baada ya mwaka 2007 au ulikuwa mdogo sana wakati huo, huenda unasikia watu wakitaja machafuko ya baada ya uchaguzi, lakini hujui ukubwa wa yaliyotokea. Kwa wengi ni historia, lakini kwa maelfu ya Wakenya ni kumbukumbu ambayo bado inauma mpaka leo. Maeneo kama Kisumu, Nakuru, Eldoret, Naivasha na baadhi ya sehemu za Nairobi yaliathirika vibaya. Watu waliokuwa majirani wa miaka mingi waligeukiana, watoto walikosa shule, biashara zilifungwa, watu walilala nje kwa hofu. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba walioumia zaidi hawakuwa wanasiasa, walikuwa wananchi wa kawaida. Mama wa sokoni, dereva wa matatu, mkulima, mfanyabiashara mdogo, mwanafunzi. Hii ndiyo sababu Wakenya wengi wanapoonya kuhusu siasa za chuki, hawafanyi hivyo kwa sababu wanaogopa uchaguzi. Wanafanya hivyo kwa sababu waliwahi kuona madhara yake macho kwa macho. Lakini tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027, kuna mambo ambayo baadhi ya Wakenya wanayaangalia kwa wasiwasi. Kwanza, siasa za chuki zimeonekana kuongezeka katika baadhi ya matukio na mitandao ya kijamii. Pili, mara kwa mara tunashuhudia mikutano ya kisiasa ikifurugwa na makundi ya watu wanaodaiwa kutumwa na kuharibu shughuli za wapinzani wao. Tatu, baadhi ya viongozi wanaonekana kuzungumza zaidi kuhusu makabila kuliko sera za maendeleo. Nne, mitandao ya kijamii imekuwa uwanja mkubwa wa propaganda, habari za uongo
na uchochezi. Tofauti kubwa kati ya mwaka 2007 na sasa hivi ni kwamba leo kila mtu ana simu mkononi. Habari moja ya uongo inaweza kusambaa kwa maelfu ya watu ndani ya dakika chache, na ndiyo maana tahadhari inahitajika zaidi kuliko wakati wowote ule. Hebu tuone ni nani anaumia wakati wa machafuko ya kisiasa. Historia imethibitisha jambo moja: wakati wa furugu za kisiasa, wananchi ndio huumia zaidi. Wanasiasa wengi wana ulinzi, wana magari, wana uwezo wa kuhamia sehemu ambayo ni salama, lakini mwananchi wa kawaida hana uwezo huo. Biashara hufungwa, ajira hupotea, watalii huogopa kuja nchini, uwekezaji hupungua, bei za bidhaa hupanda na uchumi wa nchi huathirika. Hakuna mwananchi wa kawaida anayeshinda wakati wa machafuko ya kisiasa. Je, wanasiasa wanafaa kufanya nini ili kuokoa machafuko? Viongozi wana wajibu mkubwa sana. Wanapaswa kukataa siasa za ukabila. Wanapaswa kukataa kutumia vijana kama silaha za kisiasa. Wanapaswa kushindana na sera na si kwa chuki. Wanapaswa kuwa mfano wa uvumilivu hata wanapokuwa hawakubaliani kisiasa. Kiongozi mmoja anaweza kuwasha moto kwa dakika moja, lakini inaweza kuchukua miaka mingi kuuzima. Wananchi pia wana jukumu muhimu. Tusisambaze habari ambazo hatuna uhakika nao. Tusikubali kugawanywa na msingi wa kikabila. Tusikubali kutumiwa kama zana za kisiasa. Tusikubali kuchochewa kuchukia majirani zetu kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Tukumbuke kuwa baada ya uchaguzi bado tutakuwa majirani, tutafanya biashara pamoja, watoto wetu watasoma pamoja, na Kenya itaendelea kuwa nyumba yetu sote. Mwanasiasa anaweza kubadilisha chama kesho, lakini sisi wananchi tutaendelea kuishi pamoja. Tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, swali kubwa si nani atakuwa rais. Swali kubwa ni je, Kenya itakuwa salama baada ya uchaguzi huo? Historia ya mwaka 2007 inatufundisha jambo moja muhimu: amani si kitu cha kuchukulia kawaida. Ni kitu ambacho kila kizazi lazima kilinde. Tusikubali siasa za chuki. Tusikubali kugawanywa kwa msingi wa ukabila. Tusikubali kutumiwa kama silaha za kisiasa. Badala yake, tuchague mazungumzo badala ya vurugu. Tuchague umoja badala ya mgawanyiko. Tuchague amani badala ya machafuko, kwa sababu mwisho wa siku hakuna uchaguzi unaostahili damu ya Mkenya kumwagika. Wewe, maoni yako ni gani? Je, unaona dalili zozote zitakazofanana na zile zilizokuwepo kabla ya machafuko ya mwaka 2007? Andika maoni yako hapo chini kwa heshima na kwa amani. Usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe kwa Mr. Zack kwa uchambuzi zaidi wa masuala yanayogusa Kenya. Mimi ni Mr. Zack. Na kumbuka, historia inatufundisha ili tusirudie makosa yake. Tukutane kwenye makala ijayo. Asante kwa kunitegea.